Naam, hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya hii leo. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Jumanne Abdalla amesema sheria ya pombe na ulevi ya mwaka 1968 haitambui pombe aina ya gongo kama pombe ya asili. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya Patrick Malunenge amewataka wazee mkoani Mbeya kukemea swala la rushwa hasa katika kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mapema mwezi wa 10 mwaka huu. Na katika michezo, timu ya Mbeya City ya jijini Mbeya inatarajia kushuka dimbani Aprili 18 mwaka huu katika mchezo wa Championship dhidi ya Polisi Tanzania. Naam, taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku hii ya leo. Uko nami Esau Godwin. Wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya Patrick Malunenge amewataka wazee mkoani Mbeya kukemea swala la rushwa hasa katika kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi wa 10 mwaka huu. Akizungumza na baraza la wazee wilaya ya Rungwe mkoa wa Mbeya, Malunenge amesema katika kipindi hiki baadhi ya wanasiasa wasio na nia njema watumia watu vibaya kwa kuwapa rushwa ili wawachague katika nafasi mbalimbali za uongozi na kwamba jambo hilo halikubaliki. Sara Mwambepo anasimulia zaidi undani wa taarifa hii. Malunenge ameyasema hayo wakati akizungumza na baraza hilo la wazee katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Rungwe mkoani humo wakati wa harambee ya kukusanya fedha kwa ajili ya ununuzi wa gari ya kitega uchumi kwa wazee hao. Katika harambee hiyo, Malunenge amechangia kiasi cha shilingi milioni 14 huku akiwataka wazee hao pamoja na kuona namna nzuri ya kukishauri chama hicho kumpata kiongozi bora na mwenye kuleta maendeleo kwa wananchi. Pia kemeeni vitendo vya rushwa. Sasa hivi pesa ndio inanunua mtu. Pesa ndio inanunua uongozi. Tukifika huko ni hatari sana. Sasa wazee wetu mpo, najua kwa uchache wenu mtafikisha message. Vitendo vya rushwa ni vibaya sana. Sababu rushwa ni adui wa haki. Yaani ikifika mahali mtu anasema yani mimi kwenye CCM nikiwa na shilingi milioni 500 nimeshapata ubunge. Hiyo si sawa. Tukifika huko maendeleo tutayasubiri sana. Sasa mtu kama ana pesa si afanyie kazi, apeleke kwenye hospitali watu wana shida, apeleke kwenye mashule akajenge mashule. Kwa nini aje na pesa wakati wa uchaguzi? Anataka kununua nani? Katika risala yao kwa mwenyekiti huyo wa CCM, wazee hao wamesema ununuzi wa gari hilo ni katika kurahisisha usafiri pindi wanapotaka kuzunguka kwa ajili ya kujitambulisha, lakini pia kuhamasisha amani hasa katika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Sara Mwambepo wa Dream Media. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Jumanne Abdalla Sajini amesema sheria ya pombe na ulevi mwaka 1968 haitambui pombe aina ya gongo kama pombe ya asili na hivyo kuwanyima kipato wakulima wa korosho. Naibu Waziri Sajini amesisitiza kuwa pombe aina ya gongo, macho ya simba, moshi ama umeme inaweza kutengenezwa kwa kuzingatia sheria. Ana Msumeno na taarifa zaidi. Naibu Waziri Sagini ameyasema hayo alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Ndanda Cecily Mwambe aliyeuliza kuhusu wakulima wa korosho wanaotaka kuzalisha pombe ya gongo kupitia zao hilo ili wanufaike na kilimo hicho. Kuhusiana na swala hili kwa sababu limekaa hapa mbele yetu na utakuwa shahidi kwa muda mrefu sana tukijadili na malengo ni kwamba kuongeza ile value chain ili wakulima wa korosho waweze kujipatia mapato. Serikali sasa iko tayari kutoa elimu kwa wakulima wa korosho kutokana na sheria hii. Katika majibu yake, Naibu Waziri Sagini amesema kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu anayekusudia kutengeneza ama kuuza pombe ya asili anapaswa kuomba leseni katika mamlaka ya serikali za mitaa. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu yeyote anayekusudia kutengeneza au kuuza pombe ya asili anapaswa kuomba leseni kwa mamlaka husika ya serikali za mitaa.
Aidha, kwa mujibu wa sheria hii, gongo sio miongoni mwa pombe za asili kwa maana ya local liquor kama inavyotafsiriwa katika kifungu cha 3 cha sheria husika. Katika swali lake la nyongeza, mbunge huyo amehoji kama serikali imejipangaje kuhakikisha elimu kuhusu pombe hiyo inawafikia wananchi kupitia mazao wanayozalisha, ambapo naibu waziri Sagini amesema serikali imekuwa ikitoa elimu kupitia vyuo vya ufundi stadi VETA namna ya kutumia mazao yao kujinufaisha kiuchumi. Ana Msumeno, Dream TV. Na tukisalia hapa mkoani Mbeya, jeshi la zimamoto na uokoaji limewataka wananchi mkoani humo kuchukua tahadhari dhidi ya mvua ambazo zinaendelea kunyesha hasa pindi wanapokuwa wanatumia barabara. Sergeant Esther Kinyaga ni afisa habari msaidizi wa jeshi hilo, amesema changamoto kubwa inakuja pale ambapo watumiaji wa barabara wanapoamua kuyapima maji kwa macho, jambo ambalo ni hatari zaidi. Kipindi hiki cha msimu wa mvua, barabara zetu huwa mara nyingi zinakuwa zinatereza. Na hii nitaongelea kwa upande wa madereva kwa sababu barabarani wakati wa mvua barabara inakuwa imeharibika. Kwanza barabara inakuwa inatereza, lakini pia barabara inakuwa na ukungu mwingi sana ambao hufanya dereva kuwa na uono hafifu. Na hali hii huweza kupelekea kupata ajali. Kwa maana hiyo sasa tunachowashauri madereva, endapo anaona kuna mvua kubwa, aidha asimamishe gari asubirie mvua ipungue au airishe safari mvua mpaka itakapokwisha. Lakini pia madereva wanapokuwa barabarani wasipime maji kwa kutumia macho. Maji yana asili moja. Unapokuwa ukiyatizama kwa macho yanaonekana yana utulivu sana, hivyo kushawishi kwenda kuvuka, lakini kumbe chini yanakuwa na kasi kubwa sana kiasi kwamba utaporuhusu gari yako kupita unaweza kusababisha ajali. Kwa madereva wasipime maji kwa kutumia macho, lakini sambamba na hilo pia wasivushe gari au wasipitishe gari eneo la daraja ambalo limezingirwa na maji. Ni hatari sana. Na mtazamaji wa Dream TV, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Rosa Faris. Naam, na katika habari za kimataifa tuanzie huko mjini Kyiv, mji mkuu wa Ukraine. Viongozi wa dunia wamelani vikali shambulizi la makombora ya Urusi dhidi ya nchi hiyo lililotokea siku ya jana, moja ya mashambulizi mabaya zaidi katika miezi kadhaa, huku rais wa Marekani Donald Trump akiliita jambo baya na ni kosa. Taarifa zaidi zinasema kwamba shambulio hilo la kombora limeua watu wapatao 34 ikiwa ni pamoja na watoto wawili na kujeruhi wengine 117, huku pia likilaaniwa vikali na washirika wa magharibi wa Kyiv. Makombora mawili ya ballistic yalipiga katikati mwa mji siku ya jana na kulipuka karibu na chuo kikuu cha serikali na kituo cha Congress na kuacha miili iliyojaa damu kutawanyika mitaani. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amelitaja shambulio hilo kuwa la kuogofya, huku kansela mtarajiwa wa Ujerumani Friedrich Merz akishutumu nchi ya Urusi kwa kufanya uhalifu wa kivita. Mjini Abuja nchini Nigeria imearifiwa kuwa takribani watu 4 wameuawa na wengine 11 kujeruhiwa wakati basi moja katika jimbo la Borno nchini Nigeria lilipokanyaga bomu lililotegwa ardhini na magaidi wa Boko Haram. Nahum Daso, msemaji wa polisi, amesema kuwa bomu hilo liliripuka chini ya basi lililokuwa likifanya safari katika barabara ya Maiduguri kuelekea Damboa kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua watu 4 akiwemo dereva. Mlipuko huo umetokea katika eneo la Maiduguri huku kukiwa na taarifa za kuibuka tena hujuma za uhalifu za magaidi wa Boko Haram katika eneo la Ziwa Chad ambako wamezidisha utegaji mabomu na kushambulia misafara ya raia na ya kijeshi katika barabara kuu za eneo hilo. Na kwa kuhitimisha tuangazie taarifa kutoka mjini Libreville. Kiongozi wa kijeshi wa Gabon Jenerali Brice Oligui Nguema ameshinda kwa kishindo katika uchaguzi wa urais nchini humo baada ya kujikingia 90% ya kura kwa mujibu wa matokeo ya awali. Oligui aliyemaliza utawala wa familia ya Bongo
uliodumu kwa zaidi ya miaka 50 mnamo mwezi Agosti mwaka 2023 na kuwa rais wa mpito ameahidi kurejesha demokrasia nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani Herman Imongaut amesema Oligui ameshinda kwa kura zaidi ya 575,200 huku mpinzani wake mkuu Alain Claude akipata 3% pekee na wagombea wengine 6 hawakuvuka 1% ya kura. Naam, huyo ni Ressa Fares katika mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo, timu ya Mbeya City ya jijini Mbeya inatarajiwa kushuka dimbani tarehe 18 ya mwezi huu wa 4 katika mchezo wa championship dhidi ya Polisi Tanzania. Zaidi tungane na John Jerome akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Naam, klabu ya Mbeya City ya jijini Mbeya inatarajia kushuka dimbani Aprili 18 mwaka huu katika mchezo wa ligi ya championship dhidi ya Polisi Tanzania, mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa Ushirika mjini Moshi mkoani Kilimanjaro. Leo Aprili 14, 2025, Mbeya City imeanza safari kutoka Dar es Salaam kuelekea mjini Moshi kuwafuata Polisi kwa ajili ya mchezo huo, ikiwa ni muendelezo wa ligi ya championship nchini Tanzania. Kwingineko kimataifa, ligi kuu nchini Uingereza inatarajia kuendelea leo Aprili 14 katika mchezo mmoja kupigwa kati ya Bournemouth FC ambao watawakaribisha Fulham, ambao mchezo huo utapigwa majira ya saa 4 usiku. Naam, huo ni mkusanyiko wa habari za michezo kama ulivyoletwa kwako na mwanahabari John Jerome. Na kabla ya kuhitimisha Dream habari, nikukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Jumanne Abdalla amesema sheria ya pombe na ulevi ya mwaka 1968 haitambui pombe aina ya gongo kama pombe ya asili. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mbeya Patrick Mwalunenge amewataka wazee mkoani Mbeya kukemea swala la rushwa hasa katika kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi wa 10 mwaka huu. Na katika michezo, timu ya Mbeya City ya jijini Mbeya inatarajia kushuka dimbani Aprili 18 mwaka huu katika mchezo wa championship dhidi ya Polisi Tanzania. Na huo ndio mwisho wa Dream TV habari. Endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X. Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Mimi ni Esau Godin. Bye bye.